بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa Rajab mwaka wa 1442 katika darasa ya risala kullu bid'atin dalalah للشيخ إبراهيم ابن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita kuzungumzia shubuhat muhassini albid'a والجواب عنها. shubuhat ambazo mara nyingi wale wanaosema kuwa kuna bid'a nzuri huzitumia kuwakanganya waislamu, na majawabu ya shubuhat kama hizo. Na jana tulizungumzia walillahi alhamdu wal minna shubha ya kwanza, na leo biidhnillah tulizungumzia shubha ya pili. Qala shubhatu thaniya hadithu ma ra'ahu almuslimuna hasanan fahuwa 'inda Allahi hasan. Kile wanachokiona waislamu kuwa ni kizuri, basi mbele ya Allah pia kitakuwa ni kizuri. Na Sheikh hafidhahullah hapa amejibu kwa kifupi, nafikiri tutalieleza kwa undani zaidi, iwe ndiyo marejeo yetu inshallah taala. Wakati wote inapokuja shubha kama hii, ujue namna gani wanaovioni walivyoijibu. Qala waraddu ala hadhihi shubha huwa, kuirudi shubha hii raddi yake ni kama ifuatayo. قال ابن القيم عن هذا الحديث، الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى akizungumzia hii hadithi sema laysa min kalami rasulillah wa inma huwa thabitun an ibn Mas'ud. maneno haya si maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bali ni maneno ya sahaba ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda. hilo jambo la kwanza. na hili si Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala peke yake. هذا الأثر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هي أثر هيصيحي ورفعيشكم توم صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم، بل هو من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوف عليه، كوني أثر موقوف mwanzo. hapa amenukuu maneno ya Ibn al-Qayyim rahimahullah. kadhalika kuna maneno ya Ibn Abd al-Hadi قال روي مرفوعا عن أنس بإسناد ساقط والأصح وقفه على ابن مسعود. ابن عبد الهادي pia akaeleza kuwa hii athar imepokelewa marfu' kwa Mtume sallam kupitia kwa hadithi ya Anas, ingawa isnadi yake haisihi, bali kilichosihi ni kuwa hii athar ni mawquf kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. وقال الزيلعي غريب مرفوع،
ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود. وقال الألباني لا أصل له مرفوعا. أين أصلي كون حديث يمتم سلم وإنما ورد موقوفا على ابن مسعود. يتكان تفهم كوا لا يجوز أن يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أحد من الناس كائنا من كان. أصلا هي تكان إيوني قاعدة كوكوية مسلم haifai kuyapinga maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli ya mtu yoyote yule awe atakavyokuwa, hata akiwa ni sahaba amepinga maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, haifai kupinga maneno ya mtume sallam ukatanguliza maneno ya masahaba. Na hapa mtu aweza kusema kama alivyotaja Sheikh al-Mazrui, فإذا قلت للمبتدع هذا الحديث لا يصح، ukimwambia mzushi kwa hadithi hii haikuthubutu. قال هذا كلام صحابي جليل من فقهاء الصحابة فقوله معتبر. مبتدع atakwambia haya ni maneno ya sahaba, tena si sahaba tu, huyu ni sahaba katika fuqaha as-sahaba. Ibn Mas'ud alim min ulama as-sahaba. Kwa hivyo maneno yake ni yenye kuzingatiwa, yana uzito wake. والجواب هو أن ابن مسعود من أشد الناس على البدع وأهلها. ابن مسعود ni katika watu walikuwa wakali sana dhidi ya bid'a na watu wa bid'a. فهل يعقل أن يقال أنه يقول بحسن بعض البدع؟ kweli yaingia akilini kusema kwa Ibn Mas'ud apendekeza baadhi ya bid'a kuwa ni nzuri, yafaa kuzifanya? وهذا اتهام لهذا الصحابي في دينه, huko ni kumtuhumu huyu sahaba katika dini yake. Wanawavyuoni waeleza kuwa katika hii athar ma raahu almuslimuna أن الألف واللام في قوله المسلمون للعهد, بمعنى kuna watu wametajwa hapa ndio wanaokusudiwa hawa waislamu, na ili hakuna hata khurafi mmoja atakusomea kuanzia mwanzo, sababu ajua utafahamu, huwa wakati hapa mwisho. Sasa pasikilize vizuri ndio utaelewa amemkusudia nani Ibn Mas'ud aliposema maneno haya, aliposema ma raahu almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan, alikuwa mkusudia nani? kwa hivyo wanaoviona nasema anna al-alif wal lam fi qawlihi al-muslimun lil ahd wa huwa raji'un ila as-sahaba, kwa yarejea hapa kwa wanaokusudiwa nani? Ni masahaba. Waislamu hao wanaokusudiwa hapa ni masahaba. fahumul maqsuduna huna kama yadullu lahu siyaq al-athar. ukirudi katika siyaqi hii athar utaelewa haya maneno. حيث قال ابن مسعود سيما إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. Allah amezitazama nyoyo za waja wake akaupata moyo wa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio moyo uliombora kabisa katika nyoyo zote za waja wake. Fastafahu li nafsihi, Allah akamchagua kuwa mtume wake. فابتعثه برسالته, akamtumiliza na ujumbe wake. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد, kisha akatizama katika nyoyo za waja wake baada ya moyo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد, akapata nyoyo za masahaba wake ndio nyoyo bora kabisa katika nyoyo za waja wake. فجعلهم وزراء نبيه, akawafanya ndio mawaziri wasaidizi wa mtume wake. yuqatiluna ala dinihi, wapigana kwa ajili ya kuitetea dini yake. Kisha akasema fama raa almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan. kwa hivyo hapo waislamu wanakusudiwa nani? Ni hawa masahaba. wama raau sayyi'an fahuwa inda Allahi sayyi, na kile alichokiona ni kibaya basi mbele Allah pia ni kibaya.
bado tena kuna riwaya nyingine iliyothubutu وقد جاء في بعض الروايات كما في المستدرك الحاكم كنا زيادة وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا بكر kwa hivyo kumbe kile kizuri anachokusudia hapa ni kule kuchaguliwa nani Abu Bakr as-Siddiq kuwa khalifa kwa ijmaa ya nani ya masahaba kwa kile walichokiona kizuri masahaba basi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kizuri kumaanisha hii ijmaa ya masahaba ni nzuri hata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ففي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالمسلمين في هذا الأثر الصحابة ويبقى iko wazi kuwa wanaokusudiwa waislamu katika hii athar ni masahaba. طيب na kuna mengine wameeleza wanaovioni katika hili sheria ya kurefusha nitakata kidogo ama niendelee acha nitaje ومما يدل على هذا كذلك katika dalili inaonyesha kuwa ufahamu huu ndio sawa إخراج الأئمة المصنفين للحديث هذا الأثر في كتاب الصحابة تزام هي أثر يتاج ونوانديش وفي حديث كتك كتاب الصحابة هي أثر يتاج بالي كما فعل الحاكم في المستدرك الحاكم كتك المستدرك أمفنيه فقد أخرج هذا الأثر في كتاب معرفة الصحابة كتاب معرفة الصحابة كتاني ولم يورد أولا وهكتاج منذ وهي حديثي متاجي سيم بكياكي بل ذكره من قوله ما رأى المسلمون حسنا أكان ذهب كتاجي كوني هي أثر كونزي هذا فهذا يدل على أن أبا عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى فهم أن المقصود بالمسلمين هنا الصحابة وأبو عبد الله الحاكم في أمي فامويه وتصرف ليفانيا كتك المستدرك وإذا كان الأمر كذلك فقد علم أن الصحابة رضوان الله عليهم مجمعون على ذم البدع كلها نجام ولا جريكانك وإجماع يا صحابة ومزسمانغ بدع زوت ولم يروى عن واحد منهم تحسين شيء من البدع haikupokelewa kwa yoyote katika masahaba ambaye amesema hii bid'a hii katika dini bid'a hii katika dini ni nzuri na chochote kilichokuja kutaja bid'a tutakuja kuzungumzia neema albid'a kauli ya Umar Khattab tutakuja kuizungumzia insha Allah taala huko mbele tuone wanaovioni watuambia amekusudia nini katika salaf kwa hakuna yeyote katika masahaba ambaye amependekeza chochote katika bid'a طيب aweza kushindana na haswa hawa makhurafi huku kwetu sema la nyia muelewi lugha alif wal lam ile pale laysat lil'ahd wa inma hiya lilistighraq yani yaingia ndani yake waislamu wote fayakunu طيب hakuna wasiwasi tutasema yakunu almuradu bihi huna madha alijma' kwa itakuwa yakusudiwa ijma' almuslimin sio walijma' hujja tufahamu kwa ijma' nini ni hujja قال العز ابن عبد السلام اسمع العز ابن عبد السلام ان صح الحديث ikiwa imesihi hii hadithi falmuradu bilmuslimina basi watakuwa wanaokusudiwa hapa hao waislamu ahl alijma' wallahu a'lam ni wale watu wanaoangaliwa ijma' yao wallahu a'lam طيب hapa tuweza kuwaambia wale waliotoa dalili ya hii athar kuwa kuna bid'a nzuri kuna swali pengine labda tuwaulize هل تستطيع أن تأتي ببدعة واحدة أجمع المسلمون على حسنها hebu tuletee bid'a moja ambayo kwa ijmaa ya waislamu wote wamesema hii ni nzuri hakuna yoyote aliyepinga tuletee bid'a moja tu katika dini ambao waislamu wote wakubaliana usije na uzushi ambao wewe umependekeza wewe na wako wengi katika waislamu ambao wamesema hii ni bid'a katika wanaovioni ukasema maraahu yani wewe ndio muislamu peke yake wale wengine si waislamu
na hawa ahlul bid'ah wal billah huwa wao wakikhalifu katika jambo lolote la dini wasema kuwa sisi tukhtalifiana na mawahabi. utaje hivyo, hawasemi wapinga dalili, wao wakhtalifiana na mawahabi mpaka katika shirki ya kuomba maiti. Mfano, ukamfuata khurafi ambaye aabudu makaburi, aomba maiti, atakwambia wajua khilafi iliyoko baina yetu sisi na mawahabi katika swali si baina wewe na mawahabi, ni baina wewe na Allah. wewe wapinga maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni Allah ndiye aliyekwambia walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawm al-qiyamati yakfuruna bishirkikum. kwa hivyo si wahabi aliyesema ni shirki, ni Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, na hili liko wazi kabisa, na aya ziko nyingi sana. kwa sababu sisi tujikaribisha kwa Allah kupitia ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. hayo wameyazungumza makuraish wakati wa Mtume sallam, na haikuwa hujja. kwa si baina yenu nyinyi na mawahabi, ni baina yenu nyinyi na kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah chazungumza kinyume na nyinyi mnavyofanya. Jana mmeona clip, kuna hauli sijui ya Haddad nini washerekea mwaka sijui 20 na ngapi, yatabajahun bihadha. wallahi mmoja azungumza ni ammi nafikiri, lakini kwa wao almuhimu wao kiwa na wao utapewa nafasi uzungumze. hadha rajul ammi ashahid katika yale maneno aliyozungumza asema msishangae nikiwaambia kuwa huyo Haddad ambao leo sisi tufanya hauli yake kumkumbuka yuko na sisi hapa. fahamu, yuko pamoja na sisi. طيب dalili yako nini? Asema mimi nilikuwa nikimtumikia huyo Haddad, nafikiri yeye ni katika jamaa zake, kimtumikia Haddad. kisha siku moja nimekaa na yeye tukasikia harufu nzuri ya miski nzuri kabisa. alafu asema Haddad akamwambia waihisi hiyo harufu? Kaambia harufu nzuri, labda kuna mgeni ankuja. Yule kijana anamwambia labda kuna mgeni ankuja. Anambia hizi ni katika roho za watu wema zinkuja kutuzuru. Umeelewa? Kwa wao waamini kuwa zile haula wanazifanya wale wanaowakumbuka pale waje kuhudhuria katika vile vikao na waone yale wanaoyafanya. Msikia vizuri? Wao waamini hivyo. Na waambie wale vijana fanyeni, vijana yani waangalie, maana kwa vijana mtawakosa kwa maneno ya kipuzi kama hayo. Mwisho wale vijana watawaangalia kuna mambo jamaa kidogo. Wajua vijana wa siku hizi wadanganyiki kirahisi. Si rahisi mtu kukubali fikra kama hizi za kijinga. Hebu niwaulizeni, Haddad mbora ama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sasa mimi nitakwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakapokuwa kwenye haudhi yake kuna watu watazuiliwa kutokamana nini na haudhi, wasinwe katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faaqulu ashabi, wale masahaba wangu, na hapa wanaokusudia ni wale waliortadi baada ya Mtume sallam wakapigwa vita Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, na wengine kusudiwa pia hapa katika ahlul bid'ah. Mtume sallam atakaposema hivyo ataambiwa na malaika nini? Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, wewe hujui yale walioyazua baada ya wewe kuondoka. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi hajui yale walioyazua wale waliobakia baada ya kuondoka katika umma wake, hajui kumezuliwa nini, aambiwa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak فأقول سحقا سحقا أي بعدا بعدا للذين غيروا وبدلوا بعدي, wale waliobadilisha dini baada yangu na wakaimbali kabisa. Chungeni watu wa bid'a, mtafukuzwa kwenye haudh sababu mbadilisha dini ya Allah. Alafu niulize, Haddad ni mbora kuliko Isa alayhi salatu wassalam? Atakapokuwa aambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, a anta qulta lin-nasi اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته
فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم كيش كسيما وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Kwa Isa mwenyewe asema akiri kuwa mimi ulivoniondoa sijui walifanya nini baada ya mimi kuondoka. Kunta anta shahida alim, wewe ndio ulikuwa washuhudia wale wanaoyafanya. Ya Rabbi, mimi sijui walifanya nini, sikuambia hivi. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Sasa ikiwa Isa alayhi salatu wasalam ni mtume wa Allah na yuko hai, sisi tuamini hajafa, atakuja akhir zaman, hatuna shaka na hilo. Bar rafa'ahu Allahu ilayhi, hatuna shaka na hilo. Na amwambia Mola wake sijui kile walichokifanya, ni wewe ndio ulikuwa ushuhudia baada ya kuniondoa mimi, hajui walichokifanya. Sasa jamani, hivi hii Qur'ani yasema nini na hawa watu wafanya nini? Qur'ani yasema hivi, hawa watu wafanya hivi. Na huu ni mfano wa athari mbaya za uzushi katika dini ya Allah. Kwa tuonyesheni bid'a moja ambayo kwa ijmaa ya Waislamu wote wamekubaliana kwa hii ni nzuri, moja tu tuonyesheni. Wallahi inna hadha min almustahil wala shak, ni jambo haliwezekani, hakuna shaka. Falaysa hunaka bid'a ajma'a almuslimuna ala husniha, hakuna bid'a hata moja kwa ijmaa ya Waislamu wote kwa hii ni nzuri, hakuna. بل انعقد الإجماع في القرون الأولى على أن كل بدعة ضلالة. هيني وإجماع يا سلف الصالح قرن زمانزو حكون اختلاف بينهم، ولا زال الأمر على ذلك ولله الحمد. mpaka leo أهل السنة وكبليانا wote kuwa hakuna kitu chaitwa bid'a nzuri katika dini ya Allah. Hebu fikiria mtu atoa istidlal na maneno ya Ibn Mas'ud, na wakati Ibn Mas'ud mwenyewe ana maneno yaliyosihi kutoka kwake, asema ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Huyo Ibn Mas'ud asema, itakuwa maneno yake yagongana? Ibn Mas'ud huyo akataza watu kutoka na bid'a, awaambia ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Msemaji bwana. Kumalizia kile alichokitaja Sheikh Al-Mazru'i hafidhahullah, asema thumma akhiran, na haya maneno nitakayosema hapa tushataja, anna kalama ibn Mas'ud radiyallahu anhu ma'nahu wa ma ra'ahu as-sahabatu jami'an hasanan fahuwa 'inda Allah hasan, kama tulivyotaja hapa yakusudiwa ijma' as-sahaba. ولذلك استدل به أهل العلم في باب الإجماع، ونوفيون ومتوهي أثر ندليل يا إجماع. ومنهم ابن قدامة في روضة الناظر، والخطيب البغدادي، وابن القيم وغيرهم. قال ابن حزم رحمه الله: واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وهو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. hapa awarudi wale waliotoa hoja ya kupendekeza baadhi ya bid'a kwa kauli ambayo yapita katika ndimi zao mara nyingi, kusema kuwa kile walichokiona waislamu ni kizuri basi ni kizuri mbele ya Allah. wa hadha la na'lamuhu bisanadin ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ibn Hazm asema na sisi hatujui sanadi yoyote inayoelekeza hii athar mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. إنما نعرفه عن ابن مسعود، سيستوجوا هيني موقوف ابن مسعود فيه إثبات إجماع المسلمين فقط. hakuna katika maneno haya isipokuwa kuthibitisha ijmaa ya Uislamu peke yake. Shubha imeanguka ikuanguka kwa yule mwenye akili, hii shubha imeanguka kabisa, si shubha kuchukuliwa. Sasa shubha inayofuata, man sanna fil islami sunnatan hasana, tutakuja kuizungumzia kesho insha Allah taala, na maelezo wanaovioni kuhusu shubha hii, kama nilivyowatajia kuwa tutakwenda shubha moja baada ya nyingine insha Allah taala.
na vile vile kama wao walivyotoa kilo, shubha yarudiwa na kilo 2 si moja, ili watu waielewe na wajue kuwa hii shubha haisimami katika hujja za dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.